بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya dhuhuri tena kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo. Kuna wengi waliweka azma na nia ya kwamba atakapofikwa na adhuhuri atakuwa ni mwenye kuiswali swala ya adhuhuri, lakini kwa matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna ambao hawajaweza kufanya hivyo. Ima wengine wamekuwa ni wagonjwa au wengine tayari wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Sasa wewe uliwekania na kweli Allah akakujalia ukawa ni mwenye kuiswali swala hii ya dhuhuri, wallahi hii ni neema, na kwa neema hii watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna ambao ni wavivu tu, yani hakuna kilichomzuilia yeye kuja kuswali msikitini, ni uvivu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au anaona kazi yake ni bora kuliko swala, akaendelea na kazi yake, akaendelea na majukumu yake, hakuona umuhimu wa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kupewa fursa hii na Allah ukaja ukafanya ibada, kwa hakika hii ni neema, na kwa neema hii watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hichi cha khiri. Vikao hivi vya kujifunza mambo yanayohusiana na dini au kukaa na kusikiliza mawaidha, nafsi pia huwa haipendi unapoibana na kuilazimisha ikabaki kusikiliza maneno ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nayo pia ni neema, na siku zote unapoilazimisha nafsi mambo ya kheri, inafikia mahala nafsi inakuwa ni yenye kupenda kheri. Unapoikosa kheri hiyo unajiuliza kwamba leo imekuwaje nikakosa kheri hii. Kwa ndugu zangu katika imani, kule pia kubaki katika durusi kama hizi, hii ni neema, na kwa neema hiyo tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ama darasa yetu ya leo itahusu ma yubtilu siyam, mambo ambayo yanabatilisha na kuharibu funga ya mfungaji. Kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya mfungaji, funga yako inakuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu nyingi,
lakini pia kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya mambo hayo yanapunguza thawabu ya funga yako, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya yanaharibu kabisa funga yako, na funga yako inakuwa si yenye kupokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni yenye kubatilika. Hivyo ma yubtilu siyam qismani, mambo ambayo yanaharibu na kubatilisha funga ya mfungaji ni mambo mawili. Jambo la kwanza, ma yubtiluhu wa yujibu alqadha, ni mambo ambayo akiyafanya Muislamu au mfungaji funga yake inakuwa imeharibika na inamlazimu kuja kulipa, ni wajibu kuja kuilipa siku hiyo baada ya kumalizika Ramadhani. Kigawanyo cha pili, ma yubtiluhu wa yujibu alqadha wal kafara, jambo ambalo ukilifanya funga yako inakuwa imebatilika na unawajibika kuja kuilipa siku hiyo, lakini pia unawajibika kuja kutoa kafara, pigwe faini kutokana na kosa ambalo umelifanya ulipokuwa umefunga. Kwa hiyo inakulazimu mambo mawili, kwanza utailipa siku hiyo, lakini pili unatakiwa kutoa kafara. Fa amma ma yubtiluhu wa yujibu alqadha faqat, ama mambo ambayo yanabatilisha funga na ni wajibu kuja kuilipa siku hiyo tu pasina kutoa kafara, fahuwa ma yaati, ni mambo yafuatayo. La kwanza na la pili ni al-aklu washurbu amdan, ni mtu kula na kunywa kwa makusudi. Mchana wa mwezi wa Ramadhani ulikuwa umefunga, ikafikia mahala ukaamua kula kwa makusudi kabisa, ikafikia mahala ukaamua kunywa kwa makusudi kabisa, funga yako itakuwa imeharibika na unawajibika kuja kuilipa siku hiyo. Fa in akala au shariba nasiyan, ikiwa mfungaji atakula au atakunywa kwa kusahau, au mukhtian, au akala au akanywa kwa bahati mbaya, au mukuriha, au akala au akanywa kwa kulazimishwa. Mambo haya matatu, mtu atakayesahau akala, au akasahau akanywa, au akanywa kwa bahati mbaya, au akala kwa bahati mbaya, au akalazimishwa kufanya hivyo, fala qada'u alayhi wala kafara, hakuna kulipa wala hakuna kutoa kafara, kwa sababu atakuwa amekula kwa kusahau au atakuwa amekunywa kwa bahati mbaya. Wakati mwingine inawezekana unatawadha ukapandisha maji puani au ukasukutua, ukashangaa maji yakapenya yakaenda moja kwa moja mpaka tumboni. Hii ni bahati mbaya, hauja kusudia kufanya hivyo. Hivyo unapokutokea hali kama hiyo, usije ukaona kwamba funga yako imeharibika, wewe hauja kusudia kufanya hivyo. Au kalazimishwa na adui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguvu zake alizokuwa nazo, akaona kwa nini umefunga bwana, unatakiwa ufungue, la sivyo na kuua, anakulazimisha kula au kunywa, wewe utakula na utakunywa na funga yako itaendelea kuwepo. Hakuna utakachokuja kukifanya huko baadaye, hakuna kulipa wala hakuna kutoa kafara. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume kasema, man nasiya wa huwa saimun, atakayesahau na hali ya kuwa yeye amefunga, fa akala au shariba, akala au akanywa, faliyutimma sawmahu,
basi na aikamilishe funga yake na aitimize funga yake, aendelee na funga yake. Fa innama at'amahu Allahu wasaqahu, hakika si vinginevyo aliyemlisha ni Allah subhanahu wa ta'ala na aliyemnywesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo endelea na funga yako, funga yako haijaharibika kwa sababu utakuwa umefunga, kwa sababu utakuwa umekula kwa kusahau au umekunywa kwa kusahau. Na hili mara nyingi huwa linatokea mwanzo wa Ramadhani. Mtu anasahau kwamba amefunga, ameshikwa na kiu, anatafuta maji anakunywa. Anamaliza kunywa maji anakumbuka kumbe nilikuwa nimefunga. Sasa usije ukaona kwamba funga yako imeharibika, ukawa na mashaka juu ya funga yako. Funga yako iko kawaida wala hakuna tatizo. Katika hadithi nyingine ya Abu Huraira vile vile, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man aftara fi ramadana nasiyan, atakayefungua katika mwezi wa Ramadhani, atakayekula katika mwezi wa Ramadhani kwa kusahau, fala qadaa alayhi wala kafara, hakuna kuilipa siku hiyo wala hakuna kutoa kafara, kwa sababu alifanya hivyo kwa kusahau. Katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sallallahu alayhi wasallam qala, inna Allaha wada'a an ummati al-khata'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameuondolea umati wangu madhambi. Allah amewaondolea umati wangu madhambi, kuandikiwa madhambi kwa makosa yanayofanyika kwa bahati mbaya, wan nisyani, na makosa yanayofanyika kwa kusahau, wa mastukrihu alayhi, na makosa yanayofanyika kwa kulazimishwa. Hakuna madhambi wala hakuna atakachokipata mtu kutokana na jambo ambalo amelifanya kwa bahati mbaya au amelifanya kwa kusahau au kwa kulazimishwa. Kalamu hapo inakuwa haiandiki. Kwa jambo la kwanza na la pili ambalo linafunguza ni mtu kula na kunywa kwa makusudi. Jambo la tatu ambalo akilifanya Muislamu linabatilisha na kuiharibu funga yake ni alqai'u amdan, ni mtu kujitapisha kwa makusudi. Ulikuwa umefunga ikafikia mahala ukaamua kujitapisha, lakini kwa makusudi. Fa in ghalabahu alqai'u, ikiwa matapishi yatamshinda, inawezekana ulikuwa hujisikii vizuri ukashindwa na matapishi ukatapika, fala qadaa alayhi wala kafara, hakuna kulipa wala hakuna kafara. Hakuna kuilipa siku hiyo ambayo ulitapika kwa bahati mbaya, wala hakuna kutoa kafara. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, man dhara'ahu alqai'u, mtu ambaye atashindwa na matapishi na akawa ni mwenye kutapika, falaisa alayhi qada, mtu huyo hana haja ya kuja kuilipa siku hiyo, hakuna uwajibu wa kuilipa siku hiyo. Wa manistaqaa amdan, na yeyote atakayejitapisha kwa makusudi, falyaqdi, na ailipe siku hiyo. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn Hibani. Hadithi hiyo imepokelewa na maimamu wengi. Kisha akasema Al-Khattabi, la a'lamu khilafan baina ahli al-ilmi, sijui kama kuna ikhtilaf, sijui kama kuna tofauti kati ya watu wenye elimu, kati ya wajuzi,
fi anna man dhara'ahu alqai'u, kwa mtu ambaye atazidiwa na matapishi na akawa ni mwenye kutapika, fa innahu la qadaa alayhi, kwamba haimlazimu yeye kuja kuilipa siku hiyo. Sijui kama katika hili kuna khilafu, sijui kama katika hili wametofautiana maulama. Ina maana hawaja tofautiana maulama katika hili, wameafikiana ya kwamba mtu atakayezidiwa na matapishi na akawa ni mwenye kutapika hana haja ya kuilipa siku hiyo. Wala fi anna man istaqaa, wala sijui kama kuna khilafu kati ya maulama juu ya mtu ambaye atajitapisha amidan, tena kwa makusudi. Sijui kama kuna tofauti kwamba fa alayhi alqadha, ni juu yake kulipa. Maulama wote wameafikiana kwamba yeyote atakayejitapisha kwa makusudi, wameafikiana kwamba mtu huyu anatakiwa kuilipa siku hiyo, na wala hakuna ikhtilafu, hakuna tofauti kati ya maulama katika jambo hilo. Jambo la 4 na la 5 miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu funga ya mtu ni alhaidhu wan nifasu, ni hedhi na nifasi. Mwanamke anapoingia katika ada yake ya mwezi, au mwanamke anapojifungua, kama ni mchana wa mwezi wa Ramadhani alikuwa amefunga, anapoona ada yake, funga yake tayari imekwisha kubatilika, au alikuwa ni mjamzito anapojifungua, funga yake inakuwa imeharibika, walau fi lahdhati alakhira, hata kama itakuwa ni kitambo cha mwisho kabisa, kabla ghurubi shamsi, kabla ya kuzama jua. Mwanamke alikuwa amefunga, imefika saa 12:30 akaingia katika ada yake, funga yake hapo inakuwa imeharibika, hata kama muda ulikuwa umebaki kidogo. Au katika muda kama huo mwanamke alikuwa ni mjamzito akajifungua, funga yake hapo tayari imekwisha kubatilika, hata kama ikawa ni kitambo kidogo, imebakia dakika chache ili watu waweze kufuturu. Wa hadha mimma ajma'a al-ulama'u alayhi, na hili pia ni miongoni mwa mambo ambayo maulama wameafikiana hivyo, kwamba mwanamke anapoingia katika ada yake ya mwezi, au mwanamke ambaye alikuwa ni mzito anapojifungua, basi funga yake inakuwa imebatilika na imeharibika, anatakiwa kuja kuilipa baadaye. Jambo la 6 miongoni mwa mambo ambayo ni yenye kuharibu funga na inamlazimu mtu kuja kuilipa siku hiyo ni al-istimna'u, ni mtu kujitoa manii. Sawa'un akana sababuhu takbila ar-rajuli li zawjatihi, ni sawasawa kutokwa na manini kwa sababu ya mwanaume kumbusu mke wake, au sababu yake ni wewe kumkumbatia mwanamke, au kana biliyadi, au akaamua kujitoa manii kwa kutumia mkono. Fahadha yubtilu sawma, jambo hili la kujitoa manii linabatilisha funga ya mtu, wa yujibu alqadha, na ni wajibu kwa mtu huyu kuja kuilipa siku hiyo baada ya Ramadhani. Fa in kana sababuhu mujarradun nadhari, ikiwa sababu ya kutoka manii ni kule wewe kuangalia tu, uko unatembea barabarani ghafla ukamuona mwanamke, ukamwangalia mara moja na hisia zikakujia na ukatokwa na manii, naharan fi siyami, mchana wa mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa umefunga, la yubtilu sawm, funga yako haitobatilika, wala yajibu fihi shay'un, wala hakuna kinachowajibika kwako wewe. Wakadhalika almadhi, na vile vile mtu anapotoka na madhi, la yuathiru fi sawmi, madhi hayaathiri saumu, hayaathiri funga ya mtu, qalla au kathura, yakitoka kwa wingi au yakitoka kidogo. Madhi ni maji meupe ambayo huwa yanatoka
ima ni baada ya mtu kwenda haja ndogo. Anapomaliza haja ndogo yanaweza yakatoka maji meupe ambayo ni mepesi, hayajafikia uzito wa manii. Hayo yanaitwa ni madhi. Maji meupe ambayo yanatoka mara nyingi mtu baada ya kumaliza haja ndogo anaweza akatokwa na maji hayo. Maji hayo yanaitwa madhi. Kwa hiyo mtu anapotokwa na madhi, funga yake ipo, yawe ni mengi au yawe ni kidogo, funga yake iko kawaida, wala jambo hilo haliharibu funga ya mtu. Miongoni mwa mambo ambayo yanabatilisha saumu ya mtu, tanawulu ma la yataghadha bihi min almanfadhi almu'tad ila aljawfi mithlu ta'ati almilhi alkathir. Yani mtu kutumia kitu ambacho si chakula, na kitu hicho kikapenya mpaka ndani tumboni kwa kupitia njia ya mdomo ya kawaida. Mfano, mtu kulamba chumvi nyingi, akalamba chumvi na ikaenda mpaka tumboni, jambo hilo linabatilisha funga, na mtu huyo funga yake itakuwa imeharibika. Fahadha yuftiru fi qawli amati ahli alilmi, jambo hilo linafunguza na funga ya mtu inaharibika kwa kauli ya maulama wote, wameafikiana hivyo. Hivyo tahadhari kwa wapishi. Mpishi ambaye anaonja chakula kwamba kina chumvi au hakina chumvi, kimeiva au hakijaiva, anapoonja kile anachokionja kiishie mdomoni, asije akakimeza. Akikimeza funga yake itakuwa imeharibika. Kwa hiyo mpishi anaruhusiwa kuonja chakula, lakini hicho alichokionja kiishie kwenye ulimi, asije akakimeza. Akikimeza funga yake itakuwa imeharibika. Miongoni mwa mambo ambayo ni yenye kubatilisha funga ya mtu ni niyatul iftar. Ni mtu kuweka nia ya kufungua, kwamba kuanzia sasa hivi bwana, mimi siko kwenye ibada ya funga. Yani ukishaweka nia hiyo tu, funga yako tayari imekwisha kuharibika. Waman nawa alfitr, na yeyote atakayenuia kufungua, wa huwa swaimun, na yeye akiwa amefunga, batala sawmuhu, funga yake inaharibika. Wa in lam yatanawal muftiran, na hata kama atakuwa hajala kitu chochote, ile nia tu kwamba umeweka nia kwamba hauko tayari kuendelea na funga, funga yako imekwisha kuharibika. Hata kama utakuwa haujala kitu chochote, funga yako itakuwa imeharibika. Fa inna niyata kunun min arkani siyami, ni nguzo miongoni mwa nguzo za funga. Fa inna qadaha qasid alfitri, ikiwa ataivunja nia yake na kuikatisha nia yake, akiwa amekusudia kabisa kwamba hayuko tayari kuendelea na funga, na amefanya hivyo kwa makusudi kabisa, intaqada siyamuhu la muhala, funga yake itakuwa imeharibika, na wala hakuna hali ya kuweza kumtetea mtu huyo. Miongoni mwa mambo ambayo ni yenye kuharibu funga ya mtu ni ariddatu anil islam, ni mtu kuritadi na kutoka katika Uislamu. Mtu alikuwa ni Muislamu, amefunga, ikafikia mahala akasema, kuanzia leo mimi nimetoka katika dini ya Uislamu, mimi sio Muislamu tena. Ima ameenda kwenye Unaswara, ima ameenda kwenye Uyahudi, au ameamua kubaki tu kwamba hana dini. Anaporitadi mtu, kama alikuwa amefunga, funga yake inakuwa imeharibika. Anaweza akatoka katika Uislamu mchana wa Ramadhani kama hivi, na ndani ya mchana wa Ramadhani huo inawezekana akapigwa dawa, akaelezwa kunako na umuhimu wa Uislamu, kwa nini umeacha Uislamu, Uislamu ni dini ya sawa sawa, huko likoenda siko. Akaamua sasa kurudi katika Uislamu.
atarudi katika Uislamu, lakini ile funga yake ambayo alikuwa ameifunga siku hiyo itakuwa imeharibika. Anatakiwa kuja kuilipa siku hiyo itakapokuwa imemalizika Ramadhani. Mpaka hapo tutaishia hapo kwa leo. Inshallah tutaendelea kuelezana mambo ambayo yanaweza yakaharibu funga ya mtu, ili Muislamu awe na tahadhari na mambo hayo, asije akawa ni mwenye kuyafanya mambo hayo na kumbe yanamharibia funga na yeye hajui. Ni vyema kwa hakika kufuatilia durusi kama hizi ili tuweze kujifunza mambo mengi yanayohusiana na funga. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.